miongoni mwa show kubwa zaidi kwetu hapa nchini Tanzania kwenye masuala ya mwenge. Yani tangia mwenge uanze, yani tangia watu waanze masuala ya kuweka mwenge na kuanza kuleta wasanii na kuanza kuperform live bana kwenye masuala ya mwenge, naweza nikasema kabisa hii ni show ya kwanza kabisa kuweza kufanyika ambayo ilikuwa na mambo mengi. Lakini pia nilipenda pia performance ya Diamond kama unavyotazama hapo juu, na Sway mwenyewe alikuwepo na Divoice pia pale pamoja na wasanii wengine wengi zaidi. Na hii show ilifanyika kwenye mkesha wa mwenge, na ilikuwa ni kwa ndugu zetu katika viwanja vya chuo cha Kampala pale Gongo la Mboto, ambapo tuliona show kubwa zaidi ikiwa inafanyika. Tulishuhudia pia Diamond makubwa zaidi ambayo aliweza kuyafanya. Kubwa zaidi ambalo Diamond aliweza kulifanya kwenye show hii hapa ni pale ambapo aliweza kuwatahadharisha mafansi wake, lakini kutahadharisha pia kila mmoja ambaye alikuwa kwenye show hiyo. Akasema kwamba bana, jichungeni kwamba mimi ni mume wa mtu sasa hivi, kitu ambacho Zuchu binafsi na yeye niliona na yeye ametagi au ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, akaiweka pale kwenye Insta story yake tayari kabisa kwa kuamanisha watu au kufahamisha watu kwamba yeye tayari ni mke wa mtu, na kila mmoja sasa hivi kila mtu akae mbali na mume wake. Ndivyo Zuchu alikuwa anamaanisha baada ya Diamond kusema kwamba usiku wa leo ni kwamba hakuwa vizuri, alikuwa na umuomo kwa sababu alikuwa tayari ameshaingia kwenye masuala ya ndoa. Kwa hiyo sasa hivi tutegemee pia chochote kile ambacho kitaendelea kwenye maisha yao. Na kama utakuwa unafuatilia vizuri kwa karibu zaidi, naamini kabisa umeona hata bio ya Zuchu pale juu ameandika Mrs. Nasibu, yani maana yake ni mke sasa hivi halali kabisa wa Diamond Platinum baada ya kuweza kufunga ndoa yao kwa siku ya juzi. So unaweza kuona mambo yako vipi, lakini kitu kingine ambacho nilikipenda pia kwenye show hii ni jinsi ambavyo Divoice mwenyewe aliweza kuingia, jinsi alivyokuwa na perform, lakini pia na jinsi ambavyo aliweza kuiteka crowd ya watu na kila mmoja akawa anamzingatia. Na sasa hivi unaweza kutaja Divoice ni miongoni mwa wasanii wakubwa zaidi kwa sasa hivi ambao wanazingatiwa na wanatazamwa kwa wingi kabisa. Unaweza kusema miongoni mwa wasanii wadogo kiumri ni Divoice ambaye anazingatiwa baada ya kuona watu mbalimbali wakiwa wanamzingatia, lakini na jinsi ambavyo dogo anavyofanya ni kama anakaza hivi. Na especially tunaona Divoice anafanya kazi kubwa zaidi kwa sababu ametoka kwenye muziki wa singeli na sasa hivi ameamua kuingia kwenye muziki wa Bongo Flava. Kama tunavyofahamu, ukiingia Wasafi lazima utulie kidogo, alafu unaanza kuimba nyimbo za kutulia, lakini sio zile nyimbo za kufoka au kukimbia kama singeli na nyimbo nyingine mchiruku na nyingine ambazo tunazifahamu. Lakini kikubwa zaidi bana ni show hii ambayo iliweza kufanyika. Kama haukuweza kufahamu mambo ambayo yaliweza kutokea, na zidi kukufahamisha hapo pia bana uweze kufahamu. Lakini pia kulikuwepo pia na watu wengi zaidi ambao waliweza kuhudhuria show hii hapa ya mkesha huu wa mwenge pale kwenye chuo cha Kampala kutokea Gongo la Mboto pale, ambapo tulishuhudia pia show hii kubwa. Ulipata bahati ya kuweza kuifuatilia show hii, hebu niachie hapo na niambie nini hasa ambacho uliweza kujifunza katika show hii ambayo aliweza kuifanya Diamond. Niachie maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.